Sura ya pili. Silie mwana silie. Ninapoisaka hazina ya kumbukumbu yangu, naiona japo kwa utusitusi siku niliyojijua na kujitambua kwa mara ya kwanza kwamba mimi ni mimi. Hapana, sikumbuki mambo mengi yaliyotendeka siku hiyo, wala nilichokifikiria, nilichokitenda au kukisema. Labda kwa kweli nilikuwa mdogo sana hata sikuwa nimeanza kusema. Ninachokikumbuka dhahiri shahiri ni maumivu makali niliyohisi makalioni. Mama alikuwa kanipakata na kunikamata barabara ili nisipapatike. Kama alikuwa amesimama au ameketi sikumbuki. Ila mpaka leo ninaisikia bado sauti ya mama akinichombeza kwa bembelezi na kibukusu. Olele mulesi wa mwana, kona lilo mulesi wa mwana, mai kecha kecha ni nyama, olelo mulesi wa mwana. Ni bembelezi ambayo kuitafsiri sisisi ni kuifanyia dhuluma bure bila maana huwezi kutafsiri na bado uokoe maana yake. Bora niseme hapa kwamba uamilifu mada na maana yake ni sawa na bembelezi za jamii yoyote duniani. Mathalani ile ya Uswahilini isemayo, oa oa mtoto oa, silie mwana silie, ukaniliza na mie, machozi yako yaweke, nikifa unililie, upigepige mateke watu wakushikilie. Huku mama akiniongoa, mtu mwenye mavazi meupe, glavu na miwani na kifaa kilichoning'inia shingoni, akishindilia kwenye sehemu yangu ya nyuma dude lenye ncha kali. Lile dude lilikuwa kitu gani? Sikujua wakati huo. Yamkini nilikuwa na umri wa miaka 2 au 3. Nilipomdadisi mama miaka michache baadaye, alinifichulia kuwa nilikuwa nimeugua kifai, naye kanipeleka kwenye hospitali ya wilaya mjini Kitale nilikolazwa siku kadhaa. Ila mimi ninachokikumbuka ni yale maumivu yasiyomithiliki ya kudungwa sindano. Nadhani ndio maumivu makali zaidi niliyowahi kuyahisi tangu kuzaliwa. Kwa kweli mama alikuwa mstari wa mbele katika kuziba nyufa na mianya kwenye mkufu wa historia yangu na historia ya aila yetu. Pale aliposita kunibukulia bibi yangu mzaa baba aliyeishi kwetu mara nyingi, akijaliza ili mradi palikuwa vyanzo mbalimbali vya kujipatia habari kama vile wakubwa zangu Kuto na Mbuye na Tumbo na vile vile watu wengine wa akraba yetu na marafiki. Kwa hiyo nililelewa katika mazingira ya kutambaa na kutambiwa simulizi za kubuni na zisizokuwa za kubuni, simulizi zenye mambo niliyodhani yanihusu na yasiyonihusu. Nakumbuka mpaka sasa vikao vya jioni kwenye nyumba yetu ya Msonge baada ya chajio, ambapo ama mama au bibi alitamba hadithi za namna yake hadi sisi watoto tukaanza kugotea na kulazwa sakafuni yaliyokuwa matandiko yetu. Aidha nakumbuka visa na mikasa iliyosimuliwa huko tukifanya kazi za sulubu shambani, ama kulima, kupanda, kupalilia, kuchuma chai, kuvuna mahindi na kuyakokoa kutoka kwenye magunzi yake, au kuzikaza nyaya za uzio wa seng'enge. Sijui wewe, lakini kwangu mimi siku ya kuzaliwa naiona ni kitu cha kuambiwa, huna hakika nacho. Mama kaniambia kwamba nilizaliwa katika kijiji cha Baraki wilayani Bungoma, Kenya Magharibi, Jumanne saa 2 usiku mnamo Januari 6 mwaka 1965. Nilipoanza kusoma kwenye shule ya St. Joseph's alikokuwa baba na wadhifa wa walimu mkuu, nilishangaa kuona ameandika kwenye daftari rasmi la shule kwamba
nilizaliwa mwaka 1964. Naye mama alishangaa haya ya kushangaa kusikia hivyo. Mama kushikilia tarehe ya kuzaliwa aliyokuwa kanipa mwenyewe. Bibi alimuunga mkono mama. Katika hati zangu zote rasmi nimeandika tarehe aliyoniambia mama kuwa ndiyo siku yangu ya kuzaliwa. Na kama mama mwenye kisomo cha darasa la 4 na baba mwenye kisomo cha chuo cha kati wote walisema kweli kuhusu lini nimezaliwa, basi nilizaliwa mwaka wa 1964 na hali kadhalika mwaka 1965. Kile ambacho wote, yaani mama, baba, bibi na wakubwa zangu waliafikiana kwacho ni kwamba sikuzaliwa hospitalini. Nilizaliwa kwa msaada stadi wa wakunga wa kienyeji na rehema za Mwenyezi Mungu kwenye nyumba yetu ya Aushi, mojawapo zile za awali kabisa kuwahi kujengwa kwenye kijiji cha Baraki. Bibi alinieleza kuwa nilipewa jina kwa kuzingatia ada na kaida ya Wabukusu. Kitoto kupendekezwa majina kadha huku kinalia. Lile jina linalotajwa na papo kwa papo kinanyamaza ndilo lipewacho kitoto kile. Watajao majina hutaja orodha ndefu ya wahenga waliokwisha kufa na kusubiri kuacha kulia kwa kitoto kama ishara ya kitoto hicho kukubali jina la mhenga aliyehusika. Kwa mujibu wa bibi, nililia kwa muda mrefu pasi kukoma. Machozi kapa kama mvua isiyojua kupusa. Nusura orodha ya majina ya mababu itindike. Hatimaye walipotaja majina Atanasi na Waliaula nikanyamaza na kuanza kutabasamu. Yakawa ndiyo majina yangu. Kwake bibi, jina la Atanasi lilikuwa na umuhimu mkubwa kwa vile Atanasi alikuwa hayati babu yake ambaye kazaliwa, kaishi na kafia Uganda Mashariki. Nalo jina la Waliaula lilikuwa la mmojawapo watoto 9 wa kiume wa mwanzilishi wa ukoo wetu wa Bakoko kwenye jina Wambete. Sikujua kama nilikuwa na jina jingine hadi ndugu yake Kuto na dadangu na Mbuya nidondokezea siku moja kwamba nilikuwa naitwa Kennedy au George pia. Nilikuwa na umri gani wakati wa ugunduzi huo? Sikumbuki. Labda umri wa miaka 5 au 6. Nilivutiwa sana na jina Kennedy kwa vile niligundua lilikuwa jina la familia moja maarufu nchini Marekani ambamo wote waliondokea kuwa maraisi na viongozi wa kutajika. Ingawa bado wenzangu waliniita Atanasi, baba aliamua kunisajili katika mtihani wa darasa la 7 Certificate of Primary Education kwa kutumia Kennedy ambalo ufupisho wake ni Ken. Ajabu ni kwamba tangu utotoni baba aliponikasirikia alinitosa katika ziwa la moto kwa kuniita Atanasi kwa vitisho, na aliponifurahikia aliniogesha kwenye bahari ya mapenzi kwa kuniita Waliaula kwa kiimbo cha sauti chenye mahaba na uwanana. Nakumbuka nilipokaribia kuwa na umri wa miaka 15, baba alimwatua kila mtu moyo, lakini hasa bibi. Ulikuwa usiku wa manane, mkesha wa Januari mosi mwaka 1981. Baba alipotangaza kwenye vikao vyake vya kila mwisho wa mwaka tulivyoviita Kurani kwamba nisiitwe Atanasi tena, ni jina lenye nuhusi na nakama. Alishikilia kani baba. Bibi alilia kwa chake kwa siku kadhaa kuomboleza kufutwa kwa jina la babu yake kutoka kwa milki ya utambulisho wa mjukuu wake aliyemuenzi kama mboni ya jicho. Baba mwenyewe alipozaliwa mwaka 1928 kijijini Baraki aliitwa Wafula Buyela, Mwanambee wa Sara Kusimba na Buliala, mke wa kwanza wa babu Isaya Musolio, maarufu kwa jina Mrefu. Mrefu alikuwa mwanawe wa Mukota ambaye naye alikuwa mwanawe wa Nyanyabulo Tototo ambaye alikuwa mwanawe wa Mbete Mwasisi
wa nasaba ya Bakoko ambaye kitovu chake ni Uganda karibu na mji wa Lwakaka. Babu wa Kuumeni mrefu alikuwa na wake watatu, ingawa mke wake wa pili Katila hakuwahi kuzaa naye. Hakuna alilonificha Bibi Sara kuhusu jinsi alivyokutana na babu. Kaniambia kuwa alikuwa anakusanya kuni mwituni alipowahiwa na wanaume mikoto kadha waliombeba hobela hadi kwa babu mrefu. Ndivyo alivyoanza maisha yake ya ndoa pamoja na babu yangu. Hata hivyo, hapo awali alikuwa kaolewa na mtu mwingine, ila mtu huyu alikuwa kafariki na akamwacha mjane bila watoto. Naye bibi hakuwa radhi kukaa katika kivuli cha marehemu mumewe. Babu alizaliwa katika kijiji cha Ndengelwa karibu na mji wa Bungoma, mkabala mwa pale ilipo kampuni ya utengenezaji sukari ya Nzoia. Babake akiitwa Wamukota, naye mamake Walela. Tarehe yake ya kuzaliwa haijulikani, labda mwisho wa karne ya 19 au mwanzo wa karne ya 20. Hapo Ndegelwa ndipo alikofikia Wamukota babu katika rubaa ya watu wa mbari ya Bakoko waliotoka Lwakaka janibu za Uganda Mashariki. Kundi hilo la Bakoko liligawanyika mara mbili. Kikundi kimoja kikaelekea Matili karibu na mji wa Kimilili. Katika kikundi kilichoelekea Matili alikuwamo mzee Masinde ambaye aliondoka kuwa babu yake Henry Masinde Muliro, yamkini mwanasiasa maarufu zaidi katika historia ya Kenya Magharibi. Masinde Muliro alizaliwa kwenye kijiji cha Matili mwaka wa 1922, miaka 6 kabla ya baba kuzaliwa. Babake akiitwa Muliro Kisingili na mamake Makinia. Mwanasiasa huyu maarufu miongoni mwa wanasiasa wa Kenya Magharibi aliyejiita kwa jina la mamake Makinia, yani Muliro wa Makinia. Kwa hilo alishahibiana na mjomba wangu Nato aliyejiita Nato Dina baada ya kuhasimiana na babu. Wazee wake Muliro walifariki akiwa bado mtoto mdogo, akalelewa na nduguye wa kambo Ayubu na Buluku. Alisomea shahada ya BA kwenye chuo kikuu cha Cape Town nchini Afrika Kusini kati ya miaka 1949 na 1953. Babu yangu Isaya Musolio mrefu alitoa fahali wake mmoja mwenye thamani kubwa kabisa katika kuchangia safari ya mkosi wake Masinde kwenye kusoma Afrika Kusini. Mwaka mmoja baadaye, Masinde Muliro alirejea Kenya akiwa amemuoa Marcia, mwanamke mwenye asili ya Afrika Kusini. Baada ya kuwa mwalimu kwa kipindi kifupi, alijitosa kwenye ulingo wa siasa mwaka 1957. Muliro wa Makinia alikuwa miongoni mwa kikundi cha viongozi wa Kenya waliokwenda Uingereza kushiriki kwenye vikao vya Lancaster vya mapema miaka ya 1960 kujadili katiba mpya ya Kenya huru. Aidha, alipewa nyadhifa za uwaziri katika wizara tofauti katika enzi ya utawala wa Jomo Kenyatta. Lakini katika aila yetu tukimwita Kukaa Muliro, yani Babu Muliro, kwa vile alikuwa mkoi wake babu mrefu. Kukaa Muliro hakuwa mtu wa nasaba tu, bali pia rafikie baba wa kufa kuzikana hasa. Baba na Kukaa Muliro walikuwa miongoni mwa watu wachache wa kizazi chao kwenye kisomo, na hivyo walikuwa na mengi ya kusemezana na kushauriana. Baba akitundika ramani ya Kenya yenye picha na majina ya baraza la mawaziri alimokuwemo babu kwenye kuta za ukumbi wa nyumba yake ya Aushi ya St. Joseph's ofisini mwake, na nyumba yetu ya Msonge shambani Cherangani. Babu Muliro Galibu akija kwetu St. Joseph's kumtembelea baba mara nyingi kwa benzi lake na kuzungumza naye mazungumzo marefu kuhusu mambo kadha wa kadha.
Ilikuwa fahari iliyoje kumsalimia mkononi na kusema naye. Pia tulikutana naye kwenye hoteli yake, Kitale Hotel, zamani ikimilikiwa na wazungu. Sikwambii kumwona mara nyingi Cherangani alikokuwa na shamba Madal Bashari. Nakumbuka vile baba alivyokuwa mstari wa mbele kwenye kampeni ya uchaguzi wa bunge wa mwaka 1974 akimpigia debe Babu Muliro. Katika kipindi cha kampeni, aghalabu alikuwa akamwachia naibu wake kuiongoza shule. Akawa anaondoka alfajiri na mapema na kurejea usiku mkubwa, kujitolea sabili kuzama na kuibuka na babake mdogo aliyekuwa kwetu babu au kukaa Muliro. Siku moja alitushangaza baba aliporejea usiku na bunduki ya mraro nyumbani. Akaiweka chumbani mwake na kutuonya vikali tusiiguse. Hadi baba kufa miaka mingi baadaye, sikuwahi kujua alikoitoa hiyo bunduki wala madhumuni yake yalikuwa nini. Nilichokuwa na hakika nacho ni kwamba hakuwa na kibali cha serikali cha kumiliki bunduki. Pili, mimi na ndugu zangu tulikiuka amri yake na kujaribisha ile bunduki, ingawa haikulipuka kama tulivyotarajia. Hiyo nayo ilibaki siri ambayo hatukuwahi kumtobolea baba. Nacho kikundi cha pili cha mbari ya Bakoko kilipotoka Ndegelwa kilielekea kijiji cha Baraki wa Mukota. Babake babu yetu mrefu alikuwa kwenye kikundi kilichohamia Baraki na kujipatia makao ya ardhi. Watu hawakununua mashamba siku hizo. Mtu alikuwa tu anafika pahala na kusema hapa pangu. Kutokea kwenye mwembe huu hadi mbuyu ule, na wewe ndugu yangu waweza kuchukua sehemu iliyosalia hadi kwenye ukingo wa mto. Basi. Sikuwahi kumuuliza mama alivyokutana na baba. Vile vile sikuwahi kumuuliza baba alivyokutana na mama. Kumuuliza swali kama hilo baba lilikuwa jambo muhali lisilofikirika. Labda mama angeweza kujibu, kwa sababu niliwahi kumuuliza maswali magumu zaidi na yenye kutatanisha, naye akinijibu bila kusitasita. Lakini yamkini sikumuuliza mama jinsi alivyokutana na yule aliyekuja kuwa mumewe, kwa sababu bibi alikuwa tayari kuniondoa ukungu machoni kwa kunieleza nususu ya mambo yake mwenyewe na mambo yake mama. Bibi kaniambia kwamba mama alikuwa kamtembelea mtu wa akraba yake katika kijiji cha Tereme kilichokuwa karibu na kijiji cha Baraki alikozaliwa na kulelewa baba. Sadfa ikawakutanisha, wakadondokeana moja kwa moja. Haukupita muda mrefu walikuwa wavyele wangu wamehitari kujitosa katika ndoa. Ilikuwa miaka ya katikati ya 1950. Mamangu alizaliwa mnamo 1933 katika kijiji cha Bokoli katika wilaya ya Bungoma. Alikuwa mtoto wa 5 kuzaliwa miongoni mwa watoto 16 waliowahi kuzaliwa na bibi yangu na Kuukeni, Lina na Mabumbi. Baadhi ya watu husema alilikwangura tumbo asisaze hata kitoto kimoja miongoni mwa vilivyosakimu tumboni humo. Na haikuwa bure kuishi kwa mtoto, lilikuwa jambo la bahati nasibu. Afua ni 2, kufa na kupona. 6 miongoni mwa ndugu zake mama walifariki kabla ya kufikisha umri wa miaka 5. Kwa hiyo unazaa tu ili uone wangapi wataishi, wangapi si riziki yako. Babu Petro Makali alikuwa mchungaji wa kanisa la Friends aliyekuwa maarufu kwa haiba na ulumbi wake. Nilipokuwa nikawa mtangazaji wa redio na runinga nchini Kenya, baadhi ya watu wakisema kwa kujiamini, una sauti mufti ya mtangazaji. Ila waliowahi kutangamana na hayati Babu Makali, kauli yao ililenga kile walichokiona kuwa usuli wa kipaji hicho, kuwa sauti ya babu yako kabisa. Mpaka leo bado naikumbuka sauti yake babu, nzito na hakika, alipokuwa anazungumza, pamoja na ucheshi wake usiokwisha.
na msimamo wake usioteleleka. Aidha, alikuwa na mashamba madala basari katika eneo hilo la Bukoli na pia moyo wa ukarimu. Shule ya upili ya Bukoli inasimama kwenye ardhi aliyoitoa babu kwa jumuiya ya Bukoli ijenge shule. Babu Makali alikuwa miongoni mwa wanaharakati wa awali katika kabisa kutetea haki ya watoto wa Kiafrika kwenye kwenda shuleni kupata elimu katika enzi ya ukoloni, akishirikiana na wengine kama na Mangoli na Paskari. Namuona mama sasa katika miaka yake ya kwanza katika kiambo cha babu mrefu. Ni wakati wa uchwejua. Amekwenda mama kuomba kijinga cha moto kwa binamu yake Joan, mkewe shemegi yake John Simiyu. Ni ghalibu kwao kuombana vijinga vya moto ili kuashia moto mekoni kwao, kutegemea nani meko yake yamewaka na nani yamezima. Mama katoka kwa mama Joan na kijinga cha moto, anasindikizwa na binamu yake Joan, huku wakisemezana na kuelezana matamanio yao. Lini mwenzangu nasi tutawahi kupata mashamba yetu wenyewe, sisi na waume zetu? Siku itafika apendapo Muumba Mwenyezi, anasema mama. Natamani ije leo au kesho, anaongezea mama Joan. Mungu atujalie tupate mashamba yetu wenyewe, tupandikize migomba ya ndizi, watoto wetu wale washibe. Sasa wamesimama njiani, umbali sawa kufika kwa kila mmoja kwake. Mbele hawaendi na nyuma hawarudi. Mazungumzo yamekolea, yamenoga. Wanazungumza hili na lile mpaka kijinga cha moto kinazima. Wanaangua kicheko kikubwa. Sasa inabidi warejee tena kwa mama Joan ili mama achukue tena kijinga kingine enda awashie moto. Hii si mara ya kwanza hili kutukia. Kila uchao wanaombana vijinga vya moto na kila uchao wanazungumza njiani wakisindikizana hadi vinazima kabla ya mtu kukifikisha kwake. Mama anapokichukua kijinga kingine cha moto anaamua kwenda bila kusindikizwa. Vinginevyo watakesha wakisindikizana. Mama anawazia jinsi mkoi wake Joan binti Nduruchi alivyoishia kuolewa kwenye mji wa mzee mrefu. Mama anahisi majuto ndani kwa ndani, maana yeye ndiye aliyekuwa mshenga. Mkoi wake Joan mwenyewe alikuwa na umri wa miaka 14 alipomjia akamwambia mama anahofia palikuwepo na njama ya kumwoza kwa shaibu yeyote mwenye mihela. Naye Joan hakutaka kuolewa sembuse kuolewa na mzee mwenye wake wengi. Yeye alitaka aendelee kusoma, lakini babake Nduruchi kashika kani kwamba hakuna hasara mbaya kama ya kumwelimisha msichana. Si kwamba Joan aliogopa ndoa, la hasha, aliogopa ukewenza. Kwa hiyo kamwomba mama amsaidie kumpata mume kijana asiyepata kuoa. Huenda asa mume wake mtarajiwa akamruhusu kuendelea kusoma, akate kiu yake ya kupata elimu yenye tija. Basi shemeji yangu John yupo, alisema mama. Kaajiriwa Kitale hoteli, Kitale mjini. Siku chache baadaye mama alimrausha mkoi wake Joan usiku wa manane na kumkabidhi mikononi kwa mwendesha baiskeli mmoja mwanamume. Joan alitaka kuondoka na mkoba wake wa madaftari ili aendelee kusoma, ila mama akamwambia atamwekea mkoba huo hadi baadaye. Joan kapandishwa kwenye kiti cha nyuma cha baiskeli katika usiku wa giza, na kisha mwendesha baiskeli akaisukuma kasi na kuichupia. Walikuwa wanaelekea Kitale mjini. Safarini walisema machache sana baina yao. Kulipoanuka walikuwa wamepita mji wa Kimilili. Hapo ndipo walipomwona vizuri yule ambaye alikuwa kwa sasa mumewe. Mama anapochapua miguu na kijinga mkononi anahisi majuto kiasi kwa kuchangia kuiua ndoto ya binamu yake ya kuendelea na masomo baada ya kuolewa.
kamsaidia Joan kuepuka kuolewa na kizee cha miaka sijui 100, lakini hakumwepusha hatari ya kutoendelea kusoma wala masaibu na mazonge ya ndoa. Sasa yeye, mama na binamu yake wameishia kuselelea Baraki walikojengewa nyumba na waume zao kwenye shamba la babu mrefu. Msichana wa watu pale alipo, mama kajikuta kazongwa na mazonge asiyoyaelewa. Achia mbali pombe iliyopikwa na kunywewa shambani hapa, ilhali kwao Bokoli kwa babake kiongozi wa kanisa, pombe ilikuwa haramu. Shamba la mrefu dogo alikopewa baba kasma ndogo zaidi. Wajukuu wa mrefu walikuwa wakiongezeka kama watoto wa vitungule. Hapana shaka kinyang'onyiro cha kusaka tonge kwenye shamba hili dogo kilikuwa kikali miongoni mwa wake wana na wajukuu wa babu mrefu. Miaka mingi baadaye, ndoto ya binamu hao wawili ya kupata mashamba yao ilitimia. Wakaatika migomba na kupanda mazao anuai. Wazee wangu walipata shamba Cherangani, janibu za mashariki ya Kitale. Naye mama Joan na amu John Simiyu wakapata ardhi huko Kipkaren katika wilaya ya Uasin Gishu. Baadaye amu alibadilishana shamba lao na mtu aliyekuwa amenunua shamba kwenye mpango wa makazi wa Nzoia karibu na Moy's Bridge. Mama na bibi na wakubwa zangu Galibu wakinisimulia kuhusu matukio yaliyotokea kabla ya kujitambua mimi ni mimi. Kubwa zaidi ni uamuzi wa baba kuihamisha familia kutoka Baraki wilayani Bungoma walikozaliwa watoto wake 5 hadi Kitale mjini. Baba alikuwa anamalizia mafunzo ya walimu katika chuo cha walimu cha Eregi wakati msiba uliposibu familia yake changa. Ndugu yangu Zakaria wa Mukota akituacha mkono katika tu ghafla binvu akiwa Mkembe. Mimi sikuwahi kumuona Zakaria wa Mukota, wala hapakuwa na picha iliyouhifadhi wajihi wake, lakini kwa mujibu wa simulizi za watu, kaka yangu huyo alikuwa karundikiwa rundo la vipaji na alikuwa mahiri sana masomoni. Baba akiamini tangu hapo kwamba uwezo wa Zakaria wa Mukota wa kufikiri na kutanzua mambo tata ungeuzidi ule wa mwanasayansi maarufu Albert Einstein au msomi Mwafrika maarufu sana Ali Mazrui. Mama naye katika maisha yake yote hakuwa na mengi ya kusema kumhusu mwanawe huyu. Aghalabu mazungumzo kumhusu wa Mukota yalimtonesha kidonda na kumtoa machozi kapa. Machozi ambayo yangeweza kujaza bahari. Yasemekana wa Mukota alipewa sumu na mke wa ndugu wa kambo wa baba, ambaye ilikuwa ni ada kwake kuyakatisha matumaini ya watu wengine walioonekana kufanikiwa. Ama John Simiyu aliandamana na mama kwenda hospitalini Lugulu. Alilazimika kubeba maiti begani kwa mwendo mrefu kwa vile maskini ndugu yangu alijifia mikononi mwake njiani. Siwezi kumsahau shemeji kwa moyo wake wa kujisabilia. Lo, jinsi alivyombeba ndugu akiwa amejifia mikononi mwake. Katika akili yangu nimekuwa na wazia taswira ya amu John kubeba kimba cha ndugu yangu na kando yake mamangu, machozi njia mbili. Kazama katika biwi la simanzi. Yamkini tangu kifo cha wa Mukota mama akawa hana udole tena. Ikawa hali si hali. Hawi kama alivyokuwa awali tena. Na awapo mzima, uzima wa dema tu. Isitoshe, inasemekana baada ya kaka yangu kufa na kuzikwa na matanga yakiwa bado hayajamalizika, mtekeleza njama alipania pia kutekeleza njama ya mimi kunimaliza. Dadangu Nambuye anakumbuka mpaka sasa jinsi ilivyokuwa jaribio la mwamu wake baba dhidi ya maisha yangu. Dadangu alikuwa amenipakata, akaja yule bibi harashi
na kunichukua mikononi mwake kwa bembelezi na kuzunguka nyumba pamoja nami nikiwa kitoto kidogo. Sijatimia hata umri wa mwaka mmoja mzima. Dadangu alimfuata nyuma unyo na kushuhudia kwa macho yake mwenyewe jinsi alivyokitia kinywani kitu cha ajabu alichokuwa nacho. Punde si punde hali yangu ikawa taabani, si wa mikoni si wa miguuni. Nilibadilikiwa na hali ghafla binvu. Kwa mujibu wa dadangu, ilibidi kupelekwa kwa wataalamu waliokuwa ama na mazingaombwe au danganya toto ili kukitopoa kitu hicho kilichokuwa kimetiwa mwilini mwangu. Niliponea tundu la sindano. Kijiji cha Baraki kikawa hakituweki tena. Mama aliyekuwa tangu hapo anatamani kuwa na shamba si kasma ndogo kwenye shamba la ukoo wa baba, apande na apandikize migomba na mtama na mahindi na vitunguu na maboga na mlenda na muhogo na njugu na kunde, alishe wa kwake na wasiokuwa wa kwake. Alisononeka si haba. Kitumbua chake kilikuwa kimetiwa mchanga. Hakutaka tena aila yetu kuendelea kustakimu kwenye ardhi ile ya Baraki iliyokuwa na watu wema na vile vile mahasidi waliokuwa tayari kufanya lolote kutuhiliki. Baba akawa hana budi kusalimu amri na kufunga virago na kutugurisha hadi mtaa wa Shauri Moyo mjini Kitale kutoka Baraki alikozaliwa yeye pamoja na sisi watoto wake wote watano. Kuondoka na watoto wake watano kasoro mmoja aliyepigwa kute kwa vipengele vya husuda na sihiri. Mama aliyetamani shamba alijikuta mjini kwenye saruji na nguvu za umeme na nyakanyaka ya wasakatonge na mchafukoge na mtafaruku usiokwisha. Watu wasemavyo afadhali nusu ya shari kuliko shari kamili. Labda ilikuwa heri hiyo kama nusu shari inaweza kuitwa heri. Baba kustahabu kutuhamishia Kitale, maana huko ndiko alikokuwa amepelekwa baada ya kuhitimu kozi ya walimu kwenye chuo cha walimu cha Eregi. Aliacha nyumba yake ya Aushi na kasma yake kwenye ardhi ya babu kwa kuhofia salama yake na aila yake. Ila moyo wake ulikuwa umejaa matumaini kwa ajili ya watoto wake. Aliwaonea gera na alikuwa na jazba na rajua kwa mustakabali wao. Mwenyewe kalelewa katika umaskini wa kujikuna katoka unga kama mgunga. Alikuwa na dhima kubwa ya kumridhia na kumridhisha mama ambaye akijilinganisha naye katokea kwenye jadi kubela. Kwa pamoja wazee wetu walikuwa wameazimia kutuepushia shari na kutufikisha kwenye heri katika safari ya maisha. Naam, wakiomba dua kila uchao, Mola atuepue na kila baya, tukue tupate utonofu na ufanifu. Baba alipohitimu kozi ya walimu kwenye chuo cha walimu cha Eregi, alipelekwa kuhudumu katika shule ya msingi ya St. Columbus mjini Kitale, si mbali sana na nyumbani tulikoishi. Mimi na ndugu zangu wakubwa Kuto na Nambuye waliokuwa wameanza kusomea shule moja iitwayo Sikulu, tulikuwa bado katika kitovu chetu cha Baraki. Tulijikuta tunatangamana na watoto wajuaji wa mjini Kitale. Sielewi hadi leo kwa nini wakubwa zangu hawakusoma katika shule alikofundisha baba na badala yake kwenda shule jirani ya Union. Kile ninachokumbuka mpaka sasa ni jinsi wanafunzi wa shule hizo mbili walivyotaniana na kuzomeana. Walikuwa watani wa jadi kama vile mashabiki wa Gor Mahia na FC Leopards nchini Kenya au mashabiki wa Yanga na Simba Tanzania. Wanafunzi wa Union walipoimbaimba St. Columbus mapipa, watani wao wa St. Columbus walijibu Union miiba. Kaka ninayemfuata tumbo alianza shule hapo Union. Mimi nilishinda kutwa nyumbani na mama nikimgasi kwa gharika ya
maswali katika shule yangu kabla ya shule. Naye alikuwa mwalimu mwenye stahamala na ustadi. Baba na wakubwa zangu walikuwa wakirejea nyumbani kila mara mchana kupata cha mchana. Nakumbuka siku moja baba akija kwa baiskeli. Haikuwa yake, nafikiri kaazima mtu. Nilitamani kubebwa kwenye kidude hiki cha kuwajibisha. Akaniambia atanibeba kwenye baiskeli, ila ilibidi nisubiri hadi baada ya kula. Akaniweka kwenye kiti cha abiria na kuanza kuendesha baiskeli. Kutahamaki nilikuwa ninapiga usiahi mkubwa. Alifunga breki ghafla. Mjinga pale nilipo, sikujua wapi pa kuiweka miguu niwapo nimebebwa kwenye baiskeli. Nilikuwa nimeichopeka kwenye nyaya za gurudumu la baiskeli. Nyaya zilinichubua vibaya kisiginoni. Damu ilinitiririka kama chemichemi. Nililia mpaka machozi yakakauka yenyewe. Kwa siku nyingi baadaye ilibidi kubebwa mgongoni kwa wazee wangu na wakubwa zangu ili kuenda popote, si ndani ya nyumba, si nje ya nyumba, si msalani, kitalifa kidogo na maskani yetu. Sikuweza kukanyaga wayo wa mguu wangu chini kwa siku wayame. Yalikuwa maumivu makali si haba. Baadaye baba alipandishwa cheo na kuwa naibu wa mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya St. Joseph, na mwaka mmoja baadaye akawa mwalimu mkuu. Ulipita muda mrefu bila wazee wetu kuturuhusu kuzuru eneo la Baraki, na hata tuliporuhusiwa tulipewa tahadhari tele. Usikubali kunywa wala kula chochote kwa mafulani. Usikubali, hatutaki mjifie. Mapema tukuzikeni nyie, sisi wazee wenu. Nyie ndiye mpasao kutulilia na kutuzika tuzeekapo na kujifia. Tulikuwa bado twaishi Shauri Moyo. Baba alipoangukiwa na bima ya kupata shamba kwenye mpango wa makazi huko Cherangani. Ili kupata kipande cha ardhi ilibidi kuchukua karatasi kwenye debe la bahati nasibu. Baba aliutumbukiza mkono kwenye debe na kuibuka na ploti nambari 341, mpango wa makazi wa Suwerwa. Nakumbuka jinsi kwa miaka mingi nambari hiyo ya ploti 341 ilivyotundikwa kwenye kigingi kilichokitwa kwenye lango la kuingia Kiamboni kwetu kama alama ya ushindi wa baba usiotarajiwa. Lakini kwa kweli haikuwa kuua kwa ubua, hasa kulipata shamba hilo. Kulipata kwa dhiki na kutiliwa pondo. Kila aliyepata shamba alijuzu kutoa arubuni ya shilingi 300. Baba hakuwa nazo. Akaenda kwa Shadrack wa Naswa, tajiri mmoja aliyekuwa wa ukoo wa Bibi Sara na Buliala, aliyemkopesha hela za arubuni. Ndipo tulipopata shamba la ekari 24 huko Cherangani. Vile vile baba alijiunga na kampuni ya kununua mashamba ya Bwake na kupata hisa ya shamba la ekari takribani 18 katika lililokuwa shamba la mzungu aliyeitwa Mejanun. Nafikiri ulikuwa mwaka 1968 tulipohamia Cherangani kutoka mtaa wa Shauri Moyo mjini Kitale. Gari aina ya Peugeot 304 pickup la mtu aitwaye Madhenge ndilo lililobeba shehena ya makochi, vitanda, mito, nguo, masufuria na makorokoro mengine hadi kijijumba kimojawapo kwenye kiambo cha awali cha mzungu Mejanun. Mimi nilikaa mbele ya gari na mama alinipakata agoni. Mbali na kupakata baadhi ya vyombo dhaifu kama vile taa ya kandili na hasani za kauri alizohofia zitavunjika au kupasuka nyufa. Hatimaye tulifikia mojawapo ya vyumba vya zamani vya Mejanun, kwa vile baba alikuwa bado hajajenga nyumba yake mwenyewe kwenye mashamba yetu yote mawili, yaani lile la Bwake
na lile la mpango wa makazi wa Suwerwa kwenye kijiji cha Sangura. Sijui walichofanya wataalamu kuninusuru nilipokuwa mdogo huku Baraki. Labda kilichotokea ni mithili ya tukio nililolishuhudia nikiwa mdogo kwetu Cherangani, na ambalo mpaka sasa ni siri kubwa ya aila yetu. Hakuna aliyewahi kulizungumzia tangu lilipotokea. Ndugu yangu kifungua mimba Arthur Kuto alikuwa shababi anayekaribia kufanya mtihani wa darasa la 7. Ilikuwa nadhani kabla ya mwaka 1970 au karibu na hapo. Tulikuwa jikoni jioni, baba alipotuwasilia na mtu mfupi aliyebeba mkoba mweusi. Baada ya chajio alichopika mama, mtu huyu alianza kazi. Alitoa bilauri tupu mkobani, katuonyesha na kuinamisha kutuhakikishia hamna kitu ndani, na kisha kuiweka chini kwenye sakafu iliyokuwa saruji ya samadi kama tulivyopenda kusema. Kisha mtu huyu mfupi kama nyundo akaanza kuzungumza lugha isiyoeleweka na watu wasioeleweka wala kuonekana. Kufumba na kufumbua, nikaona bilauri imejaa damu pamoja na vigae vya chupa, nywele na vipande vya karatasi zilizokunjamana. Alipozifungua karatasi hizo na kuzikunjua, nikaona ni maandishi ya mkono wa kakangu Arthur. Nilipigwa na butwa kwa mazingaombwe hayo. Mtu yule kadai kwamba vitu vyote hivi vilikuwa vya kakangu, na yupo hasimu aliyekuwa anavipata kwa kutumia usihiri ili kumwangamiza. Analogwa kijana huyu, alisema mtu huyo. Kuna mtu hamtakii mema na anataka ashinde maishani na masomoni. Lakini sasa hakuna shida tena. Yule mtu alidai apewe jogoo mwekundu, akamchukua yule jogoo na kujitoma kizani na kwenda zake. Hakuna aliyezungumza nyumbani kwetu usiku huo. Tuliachwa na furaha ya kushuhudia muujiza uliofanana na muujiza ya hadithi nilizotambiwa na kutamba mwenyewe. Lakini pia kiliniingia kiwewe na kiherehere kuhusu udhalili wa uhai na usalama wetu. Hata katika akili zangu za kitoto nikahisi kana kwamba kuishi ni sawa na kutembea kwenye mchanga mdidimizi ambamo anaweza kuzama mzima bila ya habari. Wapi alikomtoa baba mtu huyu sijui, na wapi alikotokomelea sikujua mpaka leo. Wala habari zake hazikuwahi kuzungumzwa tena katika aila yetu. Nami sikuwahi kuelewa vile tulivyokimbia hatari za Baraki na kuguria Cherangani na bado kuhujumiwa na mahasimu. Haikosi mahasimu wetu walikuwa wengi na ilibidi tukae ange, maana mafanikio yetu yakiamsha husuda na geri na nia mbaya kwenye nyoyo za wengine. Tangu hapo tukawa tunazikusanya nywele zote tulirwapo na kuzitupa mbali na salama, na kuhakikisha kurasa za madaftari yetu haziachwi shelabela. Ila nilipotambiwa kisa cha jaribio la kunifisha nikiwa mdogo, niliwazia labda wataalamu walioninusuru walikuwa kama mtu huyu mfupi mweusi aliyekuwa na mkoba mweusi pamoja na ama mazingaombwe au kiini macho. Kwa mujibu wa maelezo niliyopewa, nilikuwa hasa nimechungulia kaburi moja kwa moja. Nao wazazi wangu walichelewa kumpoteza mtoto mwingine au watoto wote kwa mkono wa hila na husuda wa mke wa ndugu wa kambo wa baba. Alimradi kumbukizi zangu za awali kabisa za kale yangu zinahusu mseto wa maumivu na mashaka na matumaini na hasara na pia kupata na kukosa. Naam, hasa maumivu. Mpaka sasa bado naisikia sauti ya mama akinichombeza nilipokuwa nadungwa sindano hospitalini Kitale siku nilipong'amua mimi ni mimi.
Usilie, nyamaza mwanangu, ukilia utaniliza.